wamemtumaini. Nami nimesaidiwa, basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge, uwachukue milele. Amen. Tuombe. Bwana muumba, mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, tunakuomba kwa unyenyekevu tufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Bwana Mungu wetu yuko hapa, yu pamoja nasi. Tumsudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba huishe roho na miili yetu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi wenye dhambi, hivyo basi tumungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimwomba msamaha wa dhambi. Kwa huruma nikuba Yesu hivi nilivyo, niwe mali yako Bwana Mwokozi mtakatifu. Natafuta raha Bwana, nitaona kwako tu. Nibariki, Tuungame tukisema: Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, na ungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyokuu unihurumie na kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu mwenye enzi yote, Baba wa rehema, yeye amekuhurumia akamtoa mwana wake wa pekee akufie msalabani, na kwa ajili yake na kutangazia dhambi zako zote zimesamehewa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Natafuta raha Bwana, nitaona kwako tu. Antifona za Zaburi kurasa 288. Kurasa 288. Haleluya, Bwana amefufuka. Haleluya. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwa wenye haki. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Sitakufa bali nitaishi. Amen.
watawashi. Neno hili limetoka kwa Bwana. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu. Bwana, tunaombea wote wanaingia nyumbani mwako wanaokuabudu na kukusifu. Mungu, utusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Siku ya Bwana ya 5 baada ya Pasaka. Rogate ombeni. Neno kuu linasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Aya siku inasema ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake. Tuombe. Mungu uliye asili ya mema yote, utujalie tuyaombayo. Uziangaze nia zetu ili tuyawaze yaliyo mema na kutuelekeza mioyo yetu hata tuyatimize. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka kitabu kile cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 11. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka kitabu kile cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 11. Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 11. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari ya Yerusalemu
Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Bwana, Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba ulikumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako, uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Bwana, nakusihi, litege sikio lako, yasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako. Uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako. Na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Na hili ndio neno la Mungu. Sikilizeni tena neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 13. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 13. Mathayo sura ya 6 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 13. Karibu msomaji. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ya ninyi hamjamwomba. Basi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama na sisi tunavyowasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Na ndio neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tukiri pamoja imani yetu ya Kristo na tumisha sisi na Kristo wote ulimwenguni, imani ya mitume, tukili tukisema, na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, muamini Yesu Kristo Bwana wetu, aliyechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za kifo, akasulubiwa, akafa, akashuka siku ya tatu, paa mbinguni, keti mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, huko atakuja kuhukumu walio hai na wafu. Muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, hilo moja tu. Tukiwa tumesimama, nilete tangazo la tanzia. Mkristo mwenzetu Mzee Anderson Limo wa Jumuiya ya Kanani amefiwa na baba mkwe wake huko Dar es Salaam, na mazishi yalifanyika huko Moshi. Wakristo wote tushirikiane kuimba wimbo namba 287 ubeti wa kwanza, tukiungana na familia ya Mzee Anderson Limo kwa ajili ya msiba, huku tukiwaombea. 287. Mwamba wangu wa kale, kwako nitajificha, majina
damu yako toka bavuni mwako, siwe wala safi. Mungu wetu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaleta familia ya mtumishi wako na jamaa yote Anderson Limo, tunawainua mbele zako Bwana kwa ajili ya msiba ambao umetokea kwenye malango yao. Tunaomba Bwana ukawe pamoja nao, fariji wa kweli, uwafariji, uwatie nguvu, uwape matumaini tena kwamba upendo wako upo katikati yao, na ya kwamba wewe Mungu na wawazia mawazo mazuri. Watunze, uwape utulivu wa kiroho na wa kimwili, uwape amani ya kweli itokayo kwako juu mbinguni. Maana amani utupayo sio ile ulimwengu utoavyo, ni amani ya kweli. Bwana, uendelee kuwatunza na kuwapa utulivu wa kiroho na wa kimwili na nguvu za kukutumikia vyema. Libariki na kulitunza kanisa lako, na siku zote matumaini yetu yawe ni kwa ajili yako Bwana, wewe uliyeshinda kifo na mauti, na kwamba wale wote unaowaita kupumzika katika wewe Bwana Mungu utawainua tena siku ya mwisho, na watakulaki na kutukuza katika ufalme wako wa mbinguni. Ututunze na kutubariki hivyo kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake Bwana litukuzwe, amen. Kaeni washarika. Ni wakumbushe sadaka zetu za leo. Wakumbushe sadaka au matoleo yetu ya leo. Tunayo matoleo matatu. Sadaka au toleo letu la kwanza ni shukrani zetu mbalimbali, kila mmoja kwa jinsi alivyojiandaa. Ni shukrani zetu mbalimbali ambazo kila mmoja tunaamini amejiandaa, na bahasha za shukrani ziko pale nje. Kwa hiyo tafadhali, shukrani yoyote ambayo umeiandaa, basi niombe uchukue kabisa bahasha pale nje, ambazo zitakuwa ni shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, lakini pia sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee, shukrani ya wiki, lakini pia pamoja na shukrani ya kuzaliwa. Wale waliozaliwa mwezi wa 5, leo basi ni wiki na ni Jumapili ya kumshukuru. Tarajiwa ya Kahama. Kwa hiyo fanya sadaka yako ambayo itakuwa ni msingi wa kuzaliwa kwa dayosisi mpya. Kwa hiyo sadaka zetu ni 3: shukrani mbalimbali, fungu la 10 malimbuko, sadaka za sina nazili, shukrani ya pekee na ya wiki,
lakini pia shukrani ya kuzaliwa, na pili ni bahasha zetu zote, na tatu ni maandalizi ya dayosisi mpya. Lakini pia nitakuomba wewe Mkristo ambaye uko katika ibada hii, tutaweka sadaka ya 4, na hiyo ninaomba ifanye tu kwa upendo, na najua hatukukuandaa. Tunayo semina ya Mwalimu Christopher Mwakasege ambayo itafanyika hapa Kahama tarehe 20 mpaka 24, na kwa sababu hiyo kamati inayoandaa imetuomba tuwashike mkono kufanikisha semina hiyo. Kwa hiyo itakuwa sadaka yetu ya 4 ambayo tutaitoa mwishoni, na ufanye kila ambacho tu Mungu amekubariki na kinawezekana kwa wakati huu. Basi niwakaribishe praise mtuongoze wimbo 292 tunapojiandaa kwa sadaka na shukrani zetu mbalimbali. Tumepokea sadaka ya shilingi 100,000 kwa ajili ya vitambaa vya madhabahuni kutoka kwa msharika mmoja. Lakini pili, tumepokea sadaka ya mavuno na tumekwisha kuanza kupokea mavuno, kwa hiyo hauna sababu ya kukaa na mavuno ambayo yako tayari. Na tatu, tumepokea sadaka ya maiki 4 kutoka kwa msharika mwenzetu ambaye aliahidi ametoa. Mojawapo ni hizi ambazo zinatumika sasa madhabahuni, na zitakuwa maiki za madhabahuni tu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi huo. Lakini pia tumepokea sadaka sabuni ya unga ambayo ni ndoo moja ndogo kwa ajili ya usafi wa kanisa. Lakini pia tumepokea sadaka ya 135 kutoka kwa msharika mwenzetu. Hii imeelekezwa kwa ajili ya wainjilisti wanaofanya kazi mitaani katika mazingira ya oni. Tunawashukuru wote waliotoa sadaka zao kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana wabariki, na sisi tupokee kwa makofi matatu. Bwana niwakaribishe wimbo inatuongoza katika shukrani zetu za leo ambazo tutamtolea Mungu. Ni kutoka kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, tena kama ilivyokuwa desturi ya tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, na nitawazidisha wala hawatakuwa wachache tena, hawatakuwa. Tuombe. Baba yetu wa mbingu na nchi, tunarudi mbele zako tena siku hii takatifu, siku ya mashangilio na kukuadhimisha wewe Bwana. Tumerudi mbele zako kwa moyo wa unyenyekevu na wa shukrani, tukitambua wema wako na matendo yako makubwa ambayo umeyafanya kwa ajili ya maisha yetu. Umetuhurumia Bwana, kila mmoja wetu katika njia na mapito yake yote, kwenye majukumu na kazi zetu mbalimbali. Umetuhurumia, umetulinda, umetutunza, umetupigania katikati ya hatari nyingi, umetuokoa nazo Bwana. Umeyatunza maisha yetu na kuyahifadhi mikononi mwako salama, nasi tumeokoka kama ndege anavyookoka katika mtego wa mwindaji. Umetuleta tena katika nyumba yako hii takatifu, nasi tumekuja na shukrani zetu mbalimbali. Wako waliokuja na shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, wakikushukuru wewe Bwana kwa wema wako na matendo yako makuu, kwa jinsi ulivyowabariki na kuwafanikisha katika kazi zao mbalimbali za uzalishaji. Wako wanaoleta shukrani za siri na sadaka za siri na naziri. Mungu, tunaomba ukawapokee na kuzitakabali shukrani na sadaka zao wanazokutolea, kwa sababu wewe ni Mungu kwao. Na wengine watakuja kwa shukrani ya pekee, shukrani ya pekee, shukrani ya wiki, wakikutolea shukrani hizi zote pamoja na shukrani ya kuzaliwa, kwamba wewe Bwana ndiye unayewawezesha katika mambo yote. Wewe Bwana umewapigania na kuwatetea. Wewe Bwana umewafanikisha. Tunaomba Bwana ukazipokee shukrani hizi zote ambazo watoto wako wanakuletea katika madhabahu yako. Wako waliotoa sadaka zao, ukawatunze na kuwafanikisha
katika njia zao, kwenye majukumu na kazi zao mbalimbali. Bwana wabariki na kuwafanikisha na kuwapa amani itokayo kwako juu mbinguni. Zaidi sana Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako tena katika siku hii ya leo na katika ibada hii takatifu. Jidhihirishe na kujifunua kwetu kupitia matendo yote makuu ambayo Mungu yataendelea kufanyika katika ibada hii. Uwahudumie watoto wako wanapokuja madhabahuni pako, uwabariki, uwainue, maana umesema na yeyote utakayembariki amebarikiwa. Hivyo baraka zako ninazikalisha kwa watoto wako, kwenye maisha yao, kwenye kazi zao, kwenye nyumba zao, kwenye afya zao, kwenye biashara na mashamba na mifugo yao, kwenye uzao wao na katika mambo yote wanayoyafanya, kwenye biashara na uzalishaji, vyombo vya usafiri. Mungu ukawabariki na kuwainua. Baraka zako ziende pamoja nao, ziambatane pamoja nao. Ukaondoe kila uharibifu ambao adui ameuweka mbele yao. Ukatume malaika aende mbele yao, atakayewaongoza, atakayewalinda katika wiki tunayoiendea, atakayewatetea na kuwapigania, atakayewaokoa na uharibifu wa kila namna. Aende mbele yao mpaka akawafanikishe katika njia zao. Achilia upako na utiisho uwe juu yao, e Bwana, wewe ambao umesema utatubarikia na chakula chetu na maji yetu, wala ugonjwa hautakuwepo katikati yetu. Ndivyo Bwana ukakibariki chakula cha watoto wako, ukabariki na maji yao, ukaondoe ugonjwa katikati yao, ukawape raha nafsini mwao, ukawatunze, e Bwana. Na umesema hapata kuwepo na aliyetasa wala mwenye kuharibu mimba, bali utatuzidisha na kutuongeza. Bwana, ukawazidishe na kuwaongeza watoto wako, ili waendelee kukutukuza katika maisha ya kiroho na ya kimwili. Warudi tena mbele zako wakikushangilia na sauti zenye sifa na shukrani kwamba Bwana umetenda kwa ajili yao. Tunaomba haya katika jina lako takatifu, Mwokozi wetu. Utusikie kuomba kwetu. Amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kaeni. Niwakaribishe mbele wenye shukrani ya fungu la 10 pamoja na malimbuko. Karibuni madhabahuni pa Bwana kupokea baraka na kumshukuru Mungu. Akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Naye Bwana akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Bwana akubariki utokapo na uingiapo, na kukubarikia katika mambo yote utakayoyafanya kwa neno au kwa tendo. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Mshukuruni Bwana, enendeni kwa amani yake. Amen. Hata sasa ni mwema, tunapoimba ni mwema, tunapocheka ni mwema, tunapolia ni mwema. Wewe ni mwema, Karibuni wenye sadaka za siri na naziri madhabahuni pa Bwana ili muweze kupokea baraka zake Mungu na kisha kumshukuru Bwana. Sadaka za siri na naziri, karibuni. Wewe ni mwema, Wewe ni mwema,
kumaliza mashauri yako yote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Enendeni kwa amani ya Bwana. Mshukuruni. Wewe ni mwema, utakazoziendea na Bwana akakufanikishe, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni mumshukuru Bwana, mwenende kwa amani yake. Amen. Nimeona mkono wako, nimeona mkono wa Bwana, nimeona mkono wako, nimeona mkono wa Bwana, nimeona mkono wako, nimeuona mkono wa Bwana, nimeuona mkono wako, nimeuona mkono wa Bwana, nimeuona mkono wako, nimeuona mkono wa Bwana, Ni wakaribishe mbele waliozaliwa mwezi wa 5 kwa wimbo huu, waliozaliwa mwezi wa 5 kwa tarehe tofauti tofauti, lakini mkono wa Bwana umekubeba mpaka kuwepo tena 2026 mwezi wa 5. Karibuni hapa mbele. mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba, mkono wako nibeba, mkono wako umenibeba, huo mkono wako umenibeba, mkono wako umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Tunawapongeza sana. Ongeleni kila moja kwa neema ambayo Mungu amekupa kutimiza au kufikia umri huo. Bwana asifiwe sana. Sio haba, sio mdogo Mungu kukuleta mpaka mwaka huu. Ongeleni sana, na Bwana awabariki na endelee kuwapa siku zenye furaha na amani na miaka iliyojaa baraka. Anasema na mtoto mwenye miaka aliyebarikiwa atakufa akiwa na miaka 100. Sasa huyo ni mtoto. Watu wazima sasa nafikiri ni 100 mara 100 itakuwa ni zaidi sana. Mungu awape neema hiyo, iwe ni 100 au zaidi, lakini awape miaka yenye baraka. Tuwapongeze kwa mazito matatu. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akupe siku zilizokamilika katika maisha yako alizoziamuru, na akupe miaka yenye baraka ambayo katika hiyo siku zote utaendelea kumuinua na kumsifu na kumtukuza yeye katika maisha yako. Akuondolee ugonjwa katikati yako, akubarikie chakula na maji yako, na Bwana akakuzidishe na kukuongeza, na akupe kumtukuza kila wakati katika maisha yako. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mshukuruni Bwana, enendeni kwa amani yake, mkamshangilie na keki zikaliwe vizuri huko. Amen. Tumeuona mkono wa Bwana, tumeuona mkono wa Bwana, nimeuona mkono wako, tumeuona mkono wa Bwana, tumeuona mkono wako, tumeuona mkono wa Bwana, tumeuona mkono wako, tumeuona mkono wa Bwana, tumeuona. Shukrani ya wiki. Karibuni mbele
wale mliouona mkono wa Bwana katika wiki hii yote, Mungu akisimama nanyi kwenye ratiba zenu, kwenye maisha yenu, kwenye mapito yenu. Mungu amefanya hata afya na uhai tulio nao ni mkono wa Bwana. Karibuni mbele kwa shukrani ya wiki. Maisha yangu nitakuja na mambo ya ajabu mbele zako. Nitawakumbusha watu haki yako wewe. Nitakuja na mambo ya ajabu mbele zako. Nitawakumbusha watu haki yako wewe. sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi. Bwana utujibu, maana fadhili zako ni njema. Kwa kadiri ya rehema zako Bwana usifiche uso wako. Bwana utujibu, maana fadhili zako ni njema. Kwa kadiri ya rehema zako Bwana usifiche uso wako. Sisi watumishi wako utusikie Bwana, wewe Bwana wajua tabu zetu zote. Sisi watumishi wako utusikie Bwana, wewe Bwana wajua tabu zetu zote. Sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi. Asanteni kwa ya imani, na yule mwenye sadaka hii ya mavuno kama yuko hapa, tafadhali sogea mbele. Karibu madhabahuni pa Bwana. Upokee baraka za Bwana. Bwana aibariki kazi ya mikono yako. Bwana akubariki na kulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani yake. Kubarikie katika mambo yote unayotia mkono kufanya. Mungu akakuzidishe na kufanikisha. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Enenda kwa amani, umshukuru Bwana. Amen. Bwana apewe sifa. Niombe sasa tuwape keki wale watoto wetu waliozaliwa mwezi wa 5, wanafunzi wetu, kama utaratibu wetu ulipo. Tunaomba sasa wasogee hapa mbele. Frank, utuongoze. Happy birthday to you. Najua na umezaliwa mwezi huu, lakini wewe tutakupa keki baadaye. Lakini leo zamu ya watoto wale wanafunzi. Watoto wetu karibuni hapa mbele.
Niwaombe wazazi tena tuwape keki watoto wetu ambao wako hapa. Najua wangefanyiwa vizuri nyumbani, lakini sasa nyumbani kwao sasa ni hapa kwa muda wote ambao wako shuleni. Niombe tuwape keki nzuri. Sogea. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Twaombea amani, twaombea furaha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Ni washukuru sana wazazi na washarika kwa ajili ya zawadi kwa watoto wetu. Mungu awabariki sana. Watoto, simeona zawadi hiyo? Nani sasa anataka kuwashukuru wazazi? Asanteni kwa zawadi hii, na Mungu azidishie kipato kingine, abariki kazi za mikono yenu. Asante. Wangapi wana furaha sasa kati yenu leo? Una furaha kabisa? Haya, naomba sasa mpokee zawadi hii, alafu mtampa patron au matron, alafu atawaandalia vizuri. Haya, pokeeni sasa. Mungu awabariki, nendeni kwa amani ya Bwana na watunze na kuwapa maisha marefu yenye baraka na kuwafanikisha kwenye masomo yenu. Sawa sawa. Basi Bwana awabariki. Tuwalete watoto wa Sunday School. Nende. Watoto wa Sunday School, karibuni. Tunaombe wazazi tuwape na sadaka. Wape sadaka njema na niwakaribishe hapa mbele. Karibuni watoto. Si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako Yesu, ni wema. Ni wema wako Yesu. Ni wema wako Yesu. Si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako Yesu. Ni wema. Ni wema wako Yesu. Ni wema. Ni wema wako Yesu. Si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako Yesu. Ni wema. Ni wema wako Yesu. Ni wema. Ni wema wako Yesu. Si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako Yesu. Ni wema. Wema wako Yesu. Ni wema. Wema wako Yesu. Si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako Yesu. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Leo nataka watatu tu walioandaa mistari mizuri ya salamu kwa wazazi. Haya, wa kwanza karibu. Karibuni na nyinyi wawili hapo. Haya, basi na nyinyi nawaongeza. Haya, tuanze na huyu.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 1 verse 1. The Bible says, the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah. Perez was the father of Hezron. Hezron the father of Ram. Ram was the father of Aminadab. Aminadab was the father of Nahshon. Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab. Boaz the father of Obed by Ruth. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of David the king. David was the father of Suleiman to the wife of Uriah. Suleiman was the father of Rehoboam. Rehoboam was the father of Abia. Abia was the father of Asa. Asa was the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat was the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham. Jotham was the father of Ahaz. Ahaz was the father of Hezekiah. Hezekiah was the father of Manasseh. Manasseh was the father of Ammon. Ammon was the father of Josiah. Josiah was the father of Joachim at the departure of Babylon. After the departure of Babylon, Joachim was the father of Shealtiel. Shealtiel was the father of Zerubbabel. Zerubbabel was the father of Abiud. Abiud was the father of Azor. Azor was the father of Zadok. Zadok was the father of Eliud. Eliud was the father of Matan. Of Eleazar. Eleazar was the father of Matan. Matan was the father of Jacob. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, whose Jesus born called Christ. Thank you. Subiri kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba tuongeze makofi. Kuanza jina la kwanza mpaka ukatoboe kwa Yusufu na Mariamu mpate Yesu sio kitu chepesi. Tuongeze tena makofi. Unakunywaga soda gani? Unakunywaga soda gani? Basi hii hapa Mirinda, tena ya take away kabisa. Hii hapa. Zuri. Barikiwe sana na uendelee hivyo hivyo. Karibu. Praise the Lord. John chapter 1 verse 2. The Bible says, you are in the beginning of the Lord. Amen. 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 Na mbarikiwe sana. Wenye wa Agape mnenijia kingine vingine kabisa. Mungu awabariki sana. Hiyo ndio shule yetu jamani. Wanaongeaga tu Kinyaturu moja kwa moja. Asifiwe. Kwa jina naitwa Nancy Chadgani, anaenda kusoma Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa 6. Na anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika maisha majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unishe nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Gongo lako na fimbo yako wanifariji. Uandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani kwangu, kikombe chako kinafurika. Kikama na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Gloria Danieli Mbwambo. Nenda kusoma mstari wa 23. Mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Amen. Tuwapongeze wote kwa makofi matatu. Tuombe kwa ajili yao. Mungu wetu mtakatifu, Baba mwenye huruma na upendo mwingi, umetupa zawadi ya kanisa hili kubwa unaloliandaa, na ndani yao umeweka vipawa mbalimbali vya kukutukuza na kutumikia wewe.
tunawaweka mikononi mwako, uwalinde na kuwatunza, uwape afya njema, uwakinge na hatari za kila namna zinazoinuka juu ya maisha yao. Damu yako Yesu iwalinde, iwatunze, iwape afya njema na akili nzuri, ili siku zote katika maisha yao wewe ukapate kutukuzwa. Wanaosoma uwainue katika masomo yao, uwafanye kuwa vichwa, na kila mmoja wengine ambao bado uwatunze, uwafanye kuwa baraka kwenye familia zao na kwa wazazi wao. Bwana, uwatunze katika maisha yao pamoja na familia zao, uendelee kuzitunza, kuzipa amani na upendo, ili watoto hao walelewe katika njia yako, nao wapate kutukuza vema, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu awabariki. Karibuni sasa kwa ajili ya ibada. Ngoja bebe, tangulia mbele, alafu na wengine mfuate. Ni wewe, ni wewe, ni wewe unayetuwezesha. Ni wewe, ni wewe, ni wewe unayetuwezesha. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe unayetuwezesha. Ni wewe, ni wewe, ni wewe unayetuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada hii ya leo, ibada ya pili katika mwezi wa 5. Mungu ametutendea mambo makubwa kwa ajili yetu, na katika ibada hii tuna mgeni mwinjilisti Marco Shamakaga. Naomba tu wapungie mkono wa sharika. Yeye anatokea usharika wa Tumaini Kakola, jimbo la Msalala, na yeye alifika toka jana. Tulimuomba kwa sababu walipanga na kuja kutusalimia familia ya Agape kwa ajili ya msiba uliotokea katika familia ya mchungaji. Walipanga kufika na kwaya, lakini kwa sababu zisizozuilika kwaya hawakupata nafasi ya kufika kwa wakati ili waweze kushiriki ibada hii, lakini wako njiani wanakuja. Wataungana na sisi katika ibada ya pili kwa ajili ya ibada, lakini baadaye kutoa pole za msiba ambao ulitokea katika familia ya mchungaji ambao ni wa kwetu sote. Tunakushukuru sana mwinjilisti pamoja na usharika kwa kutupa heshima hiyo kubwa. Mungu akubariki sana. Na yeye ndiyo msemaji au mhubiri wetu wa leo, basi atatusalimia na kujitambulisha atakaposimama. Mazito matatu. Basi niombe tusimame pamoja, tutaimba wimbo 276 na wimbo huu utatupeleka Ninaja nawe kila hali, maisha ni bure ukiwa mbali. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia
neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote kuanzia sasa na hata milele. Kwa majina ninaitwa Mwinjilisti Marco Shamakaga Shalwa. Ninatumika pale ushirika wa Tumaini Kakola. Na wapenda. Bwana Yesu asifiwe. Asante Baba, umenitambulisha tuungane nanyi kupitia msiba wa mchungaji uliotokea. Baba yao mzazi aliitwa mbinguni. Sisi ni wamoja. Mchungaji huyu ni wa kwetu pia. Tumeona tuje tushiriki kwa ajili ya maombolezo hayo na hayo yaliyopita. Kuja jioni jana, lakini kwaya itakuja kuungana nasi kwa ajili ya ibada hiyo ya kuhani. Baada ya maneno hayo tutakwenda kusoma maneno haya. Tumesoma Zaburi ya 28 mstari wa 6 hadi ule wa 9. Kitabu cha Agano la Kale Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 11 na Mathayo 6 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 13. Maneno haya yote yanalenga kwa kichwa cha habari kinachozungumza imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Turejee mahali pa Mathayo sura ile ya 6 kifungu cha 7 mpaka kile kifungu cha 13. Imeandikwa, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao ya kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjamwomba. Basi nyinyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Tupe leo riziki nasi tunavyowasamehe wadeni wetu, iye majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Katika jina la Yesu aliye hai, tunasogea mbele yako Bwana na mioyo ya shukrani tukisema asante. Asante Bwana, maana hatujaangamia. Wewe ni mwaminifu. Kila siku unaonyesha asubuhi, na kila siku Bwana unatupa ruhusa. Tunakushukuru kwa ajili ya neema hii, ni zawadi. Angalia, kuna wanadamu wengi sana ambao walitamani waendelee maisha haya, lakini Bwana hawajapata kibali. Tukurudishie nini Bwana kwa ukarimu ambao umetutendea? Tuko watoto wako wa kiume na wa kike sahihi. Tunataka kujifunza, tunataka kula mezani mwako. Roho wako Mtakatifu awe mwalimu, na tuko tayari kusikia. Katika Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, anaishi na kumiliki daima milele na milele. Amen. Naomba ukae. Awali ya yote tuanze na salamu ya waenda mbinguni. Salamu ya waenda mbinguni: pokeeni amani katika jina la Yesu aliye hai. Pokeeni amani katika jina la Yesu aliye hai. Kama sio amani hatungeona leo, bali ni amani ya Yesu Kristo. Hii ndiyo salamu ya waenda mbinguni. Ndugu zangu, kichwa cha habari kimesema imetupasa kumwomba Mungu siku zote.
Kwa nini imetupasa kumwomba Mungu siku zote? Na maombi ni kitu gani na maombi ni nini? Maombi au sala ni mazungumzo kati ya Mungu na wanadamu. Kwa nini tunaomba? Leo tunazungumzia kuomba. Ndio taratibu tuliopewa kwenye kalenda yetu. Maombi. Ulishafikiria kwamba na ulishawaza kwamba na ulishaona kwamba kwa nini tunaomba? Kwa nini tuombe? Kuna sababu ya kuomba? Tunaomba kwa sababu tunataka msaada. Tunahitaji msaada. Na msaada wetu unatoka kwa Mungu. Tunaomba kwa sababu sisi ni wahitaji. Bwana Yesu anatupenda kwa moyo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana Yesu anatupenda kwa moyo mkuu, anaziondoa dhambi. Dhambi zetu zote tulizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kufikiri na kwa kutenda. Tunapoziungama na kutubu, yeye anatuondolea dhambi. Mchungaji, upokee amani. Umetutangazia msamaha wa dhambi, tumesikia kutuliwa kwa mzigo, kwamba mmekwisha kusamehewa dhambi zenu. Na ndivyo Mungu anavyofanya, anazisamehe dhambi zetu tunapoungama na kutubu. Mungu anasema katika Isaya ile 43 mstari ule wa 25 na 26. Anasema, Mungu anasema, mimi ndiye niondoaye makosa yote. Mimi ndiye ninayeyafuta makosa yote. Mimi ndiye ninaondoa dhambi zenu kwa ajili yangu mwenyewe. Anasema, wala sitazikumbuka dhambi zako. Akasema, unikumbushe. Akasema tena, tuhojiane. Akasema pia, eleza mambo yako yote. Upate kupewa haki yako. Unapomwomba Mungu, unamkumbusha Mungu kuomba ni haki yako. Tena kule kuomba kwa imani kunaweza kukawaokoa hata watu wengine, hata wale watu wagonjwa. Kiomba kwa imani, wagonjwa watapona na wagonjwa watainuliwa. Kwa hiyo na ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yako, na ainuliwe Mungu
ambaye hatuondolei fadhili zake, kila siku anatufadhili. Katika somo hili la leo ambalo tumelisoma kutoka Injili ya Mathayo, Yesu anatoa kielelezo kwa wanafunzi wake mara mtakapo kuomba salini hivi. Mtakapo kusali semeni hivi, maana alitambua kwenye kazi hii wanayoifanya watajaribiwa. Maombi ni vita. Kwa maneno haya na kwa sala hii, Baba yetu uliye mbinguni, Mungu ametupa tumaini ya kwamba yeye ni Baba yetu, tena ni wa kweli, na sisi ni watoto wake, tena ni wa kweli. Baba yetu uliye mbinguni, unaelewa nini? Aliye mbinguni anayetukuzwa ni moja, ndiye mwanzilishi, asili ya maisha, asili ya vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, asili ya wanadamu. Kwa hiyo anatakiwa kutukuzwa mmoja peke yake. Mfalme, yeye ni mtawala, ufalme wake aje atutawale. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Unaishi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu Baba. Unatembea, unavaa, unakula kwa maisha ulionayo vile ulivyo Mungu amependa. Hata leo hii umeingia katika ibada hii, Mungu amependa. Pokeeni amani kwa jina la Yesu, kwa sababu hivyo ulivyo Mungu amependa. Biashara ulionayo Mungu amependa, kazi ulionayo Mungu amependa, ofisi ulionayo Mungu amependa, hata Ukristo ulionao Mungu amependa. Wangapi leo hivyo ulivyo? Tena Mungu ni mwaminifu. Sala hii inaendelea, utupe leo riziki yetu, mavazi, chakula na kila kitu, nyumba. Ndivyo Mungu ambavyo amekufanyia. Tena utusamehe dhambi zetu kama sisi tuwasamehevyo wanaotukosea. Una tabia ya kuwasamehe wengine? Wala wengine hawatoi misamaha. Makwazo haya hayana budi kuja, lakini wale wake mtu yule yajaye kwa ajili yake, ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia likafungwa shingoni mwake, kuliko akatupwa baharini, kuliko kuendelea kuwakosea mmojawapo wadogo hawa. Petro akauliza, je, tunasamehe mara ngapi? 7 mara 70 ni miaka 490. Hakuna mwanadamu anayeishi miaka hiyo kwa kizazi hiki. Samehe. Umepata nafasi ya kuwasamehe maadui. Bwana Yesu alisema, utuokoe na yule mwovu. Usitutie majaribuni, majaribu yako mengi.
Maana ya majaribu ni kitu chochote kinachokuja kinyume na utaratibu wako. Ni jambo lolote ambalo linakuja kinyume na mipango, linakuwa ni jaribu. Sasa Yesu anawafundisha hawa wasiwekwe kwenye majaribu, bali waokolewe na yule mwovu. Ufalme wa Mungu ni wa nguvu na utukufu wake hata milele. Anasema ukitaka kuomba, ingia chumbani mwako, usifanane na hawa mataifa. Kaa kwenye chumba cha siri na Mungu atakujazi. Tumekwisha kutenga vyumba kwa ajili ya sala. Tumeweka mahali pazuri pa kuweza kuomba. Yesu alijaribiwa akiwa amevua asili ya mbinguni, akawa mwanadamu kweli na Mungu kweli, akashuka kutoka mbinguni aje ulimwenguni kuja kukiokoa kile ambacho kilikuwa kimepotea. Na huyu kazi yake ilikuwa ni kubwa, kazi ya kufia msalaba kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akabeba mizigo hii. Sasa siku anataka kukaribia kufa, ubinadamu ukamwingia. Ubinadamu ukamwingia, maana alikuwa ni mwanadamu kweli. Akaanza kusema hivi, Baba yangu wa mbinguni, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, si kama ninavyotaka mimi. Pale kwenye Getsemani, tafakari, Yesu aliomba tena na tena akiwa na wanafunzi. Tunafahamu mahali pale, ukisoma Mathayo 26 mstari wa 33 na 44, utaendelea kusoma kwa faida yako. Kikombe hiki kiniepuke, si kama ninavyotaka mimi, ila mapenzi yako Bwana yapate nini? Yapate kutimizwa. Mwanadamu kweli. Maombi ni silaha. Pamoja na mheshimiwa huyu kuomba sana mpaka matone ya damu yakatoka, Mungu akamtia nguvu. Unaposimama katika maombi, katika kumwomba Mungu, Mungu anawatieni nguvu. Lakini cha ajabu, Yesu aliwategemea wale wanafunzi wake kushikamana na yeye, kuwa pamoja na yeye, lakini walishindwa. Hawa walilala. Walilala usingizi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mungu anakutegemea. Mungu anakutarajia wewe. Mungu anakutegemea wewe uliye kanisa la Kristo, kumtumikia kwa njia ya maombi,
kumtumikia kwa njia ya sala. Tena unapofanya hivyo, ujitume kufanya kazi ya Mungu. Anawategemeeni nyinyi nyote, wala sio baba mchungaji tu. Bwana Yesu asifiwe. Nyote anakutegemea wewe kumtumikia Mungu kwa njia ya maombi. Wajua wengine wako wanafikiria anayeombea watu ni mchungaji peke yake. Na nyinyi kuanzia leo mchukue nafasi ya kumwombea mchungaji wenu, wa kuiombelea familia ili aweze kusimama katika jina la Yesu aliye hai. Chukueni nafasi hiyo. Najua mizigo iko mingi. Yesu akaum. Huwa anategemea kujituma kuifanya kazi yake, lakini umelemewa na mizigo ya ulimwengu. Watu hata dakika 5 hawawezi kuomba, hata zile dakika 2 hawana nafasi. Busy. Si busy ni mdudu gani? Hawana muda. Tunaambiwa tuombe kila wakati, lakini kuomba kwako imekuwa ni mzigo. Nilitembea kwenye familia moja sehemu zingine huko nilikokuwa kwenye utumishi, nikawapongeza, nikakuta wameweka ratiba ya maombi 1:30. Nafikiri mchungaji ameweka ratiba za kila kwenye familia, japokuwa utembei kwenye kila familia, lakini kuna ratiba hizi. Inapofika 1:30, kabla ya mambo yote ya jioni, mnafanya sala. Barikiwe. Wamejiwekea tena fulani kwa familia hiyo. Siku yenyewe nikakuta sasa anayeomba ni baba. Lakini baba oye, pokea amani. Wakaanza, leo ni zamu ya baba. Kani baba anasema ni zamu yake. Anawaambia ile familia imekaa tayari kwa maombi. Baba anasema tufanye kama kawaida yetu. Watoto, omba baba, tufanye kama kawaida yetu. Kawaida yetu hivi sasa. Jamani, sinawaambia tufanye kama kawaida yetu. Hawa wasema kawaida yetu ni hivi. Si baba yetu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Risala iliyozeleka. Tufanye kama kawaida yetu. Baba yetu uliye mbinguni. Mazoea. Kwa nini baba yetu? Ishafikiria? Kwa nini jina la Bwana linatukuzwa? Kwa nini jina la Bwana linainuliwa? Kwa nini jina la Bwana linabarikiwa? Kwa nini ufalme wa Mungu uje na mapenzi ya Bwana yatimizwe? Kwa maana hiyo baba alikuwa tunawaisha maombi, tunarahisisha.
Watu wamepotea tena hawatambui ya kwamba tuna safari ya kwenda mbinguni. Shetani katufunga, tumeamua kutenda dhambi. Kwa nini tunamwita Bwana lakini hatutendi? Kwa nini tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, lakini hatutendi yanayompasa Bwana? Hatuyafanyi yanayomstahili Mungu, mazoea. Yesu leo mpaka leo, sikiliza, anahuzunika kwa sababu kwa ajili yako huduma zimeshindikana. Kwa sababu sio wote, kuna wengine huduma zinashindikana kwa sababu umelala usingizi wa kiroho. Inukeni mkaingie, msiendelee kulala. Bwana shetani asije akawatia majaribuni. Nikushauri asubuhi ya leo, anza kuomba sasa, kuanzia leo, na Mungu atakutia nguvu, na Mungu atakuinua katika kazi yako, katika biashara yako, katika malango yako, katika safari zako, katika familia yako. Mungu atakuinua na Mungu atakubariki mpaka ukamilifu wa dahari. Anza sasa kuomba na kusema neno la asante kwa sababu Mungu amewabariki. Anza sasa. Kwa kuwa wanafunzi hawakushikamana na Yesu katika maombi, walishindwa wote, hawa walikimbia. Je, ahadi yako ni ipi ya kuwa tayari mpaka kufa? Mungu aendelee kutulinda na Mungu aendelee kutubariki. Nimalizie na hii. Bwana mmoja akaomba sana, akasema, Mungu ukinipa tu 30,000, kwenye ile 30,000 ninadaiwa nitatoa sehemu. Akawa na maombi hayo kila wakati, anasema, Mungu ninakuomba nisaidie, nikipata 30,000 na wewe utachukuamo kidogo. Kwa neema Mungu waga anawasikiliza maombi, hakatai. Sasa Mungu akasema, nitakuletea ile 30 nikujaribu. Kuna vindege sisi kwetu kule tunaviita vindege vile kuni, juu kwa juu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Biashara yako inamtambua Mungu. Kazi yako, saluni yako, ususi pamoja, yanamtambua Mungu. Akasema Mungu, unajua ile 30 ya kutoa tena, maana alimuona Mungu ameshakata huko juu kwa juu. Alichomletea ni halali yako. Tafakari, tumrudishie nini Bwana kwa ukarimu ambao ametutendea? Maisha haya hatukustahili,
isipokuwa tunaishi kwa neema. Na jina la Bwana na libarikiwe. Tena muendelee kuwa na amani, muendelee kuwa na upendo na muwe waaminifu kwa vile Mungu ambapo amewapa. Na yeye alisema nijaribuni na hizo sadaka zenu muone kama sitawabariki. Na nyinyi mbarikiwe kwa jina la Yesu aliye hai. Barikiwe na muinuliwe katika kazi na kila sehemu. Mungu awabariki na wape uzima mpaka ukamilifu wa dari. Neno la Mungu takata lililotoka mbinguni, ambalo moto na haviwezi ulishi twakushika siku zote maishani na kufa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Imetuposa kumwomba Mungu siku ngapi? Siku ngapi jamani? Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Tena mahali pengine asema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo Mungu atusaidie na atuwezeshe. Ni wajibu wa kanisa, wajibu wa Mkristo kuhakikisha anaomba. Uombewe, lakini na wewe uombe na kuombea. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu akubariki, ulipokee neno la Bwana, liwe sehemu ya maisha yako, liwe taa na mwanga wa njia zako. Tunakushukuru mwinjilisti kwa ajili ya kutukumbusha wajibu wetu kama kanisa kutafuta uso wa Bwana. Na Mungu atubariki sote. Amen. Na niwakaribishe kwa ya imani kwa wimbo mmoja, na sadaka yetu tunayokwenda kutoa sasa ni sadaka ya maandalizi ya dayosisi mpya. Na nimeeleza vizuri kwamba tunapozungumza jambo hili ni jambo ambalo liko mbele yetu, na tunafanya kwa maana ya kuondoa mzigo wa majukumu mengi ambayo yatakuwepo baada ya kuzaliwa dayosisi. Maana yake mengine tuyafanye leo. Kwa sadaka yako inakwenda kufanya kazi ambazo tayari zimekwisha kupangwa na kupatanwa na kuanza utekelezaji. Aliamua kumkimbia Mungu, aliondoka kwenda kujificha alipopanda merikebu. Mungu alichukizwa, aliamua kumkimbia Mungu, aliondoka kwenda kujificha alipopanda merikebu. Mungu alichukizwa. Tumboni mwa samaki Yona alikaa siku 3. 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 Mungu hawezi shindana na mwanadamu hata siku moja. Alimwandaa samaki ili ammeze Yona. Mungu hawezi shindana na mwanadamu hata siku moja. Alimwandaa samaki ili ammeze Yona.
tumboni mwa samaki Yona alilia na kumwomba Mungu msamaha. Alijuta Yona, aliomboleza, kifungo kilimlemea. Tumboni mwa samaki Yona alilia na kumwomba Mungu msamaha. Alijuta Yona, aliomboleza, kifungo kilimlemea. Shughuli zote za Yona zilisimama, akakosa la kufanya, akawa wa kulialia. Shughuli zote za Yona zilisimama, akakosa la kufanya, akawa wa kulialia. Mungu akamuhurumia Yona, akamwamuru samaki amtapike. Mungu akamuhurumia Yona, akamwamuru samaki amtapike. Akawa huru Yona, mambo yakawa shwari. Kazi zikaanza upya, akayaona mafanikio. Akawa huru Yona, mambo yakawa shwari. Kazi zikaanza upya, akayaona mafanikio. Pengine ndugu yangu umemezwa na samaki, mambo yako hayaendi, kazi zimesimama. Umejaribu kila kazi, lakini huoni matunda. Pengine ndugu yangu umemezwa na samaki, mambo yako hayaendi, kazi zimesimama. Umejaribu kila kazi, lakini huoni matunda. Mwambie Bwana Mungu wako, mweleze shida zako, ataisemesha kazi yako, yeye ni muweza. Mwambie Bwana Mungu wako, mweleze shida zako, ataisemesha kazi yako, yeye ni muweza. Nimuweza, nimuweza, nimuweza Bwana. Nimuweza, nimuweza Bwana, hashindwi kitu. Nimuweza, nimuweza, nimuweza Bwana. Nimuweza, nimuweza Bwana, hashindwi kitu.
na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tukuleteao sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako. Tunakuomba uliongoze kanisa lako takatifu, ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote, imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, ipe neema, ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na tabu, tukiwaleta mbele zako Bwana, mchungaji Ernest Ambala, Debola Albert, Josephat Mwand, Mel Kweka, Lazaro Hassan, Elizabeth Messi, Chatawel Zablon, Kendra Faiko Ayubu na wengine wote walioko hospitalini na majumbani. Bwana ukawarehemu, ukawaponye magonjwa na udhaifu wa kila namna ulio katika miili yao, ya kwamba wewe Bwana umeachukua masikitiko yetu, umejitwika huzuni zetu, na adhabu ya amani yetu imekuwa juu yako, na hakika kwa kupigwa kwako tumepona. Achilia uponyaji, uzima na afya katika miili yao, ili wasimame kukusifu na kutukuza wewe Bwana. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Yesu akawaambia wanafunzi wake, imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo, na Bwana akubariki uingiapo, tangu sasa na hata milele. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ni nafasi nyingine ya matangazo tunapomalizia ibada yetu, na nafasi ya kwanza ni kutambua uwepo wa wageni, na hapa mbele nina cheti cha Lucy Ngowi ambaye anatoka usharika wa Kiboliloni. Kama yupo katikati yetu, huyu ni msharika mwenzetu ambaye alisafiri, amerudi, asimame na kutupungia mkono tafadhali. Karibu sana, tumtumikie Bwana pamoja. Asante.
Na nikaribishe wageni wengine ambao mkuja na cheti cha safari lakini mpo katikati yetu. Kama upo karibu, simame tupungie mkono na kutusalimia, washarika wakuweze kukupokea. Karibuni wageni. Asante, asante. Endelee kusimama tafadhali. Basi tumpokee huyo mmoja na mwenyeji, mgeni mwenyeji kwa mazito matatu. Barikiwe na Bwana. Tunawakaribisha ofisi ya usharika baada ya ibada kwa ajili ya kusaini kitabu cha wageni na tupate taarifa zenu. Nikukaribishe katibu kwa matangazo. Wakati katibu anasogea hapa mbele, niombe kutoa shukrani nyingi kwa washarika wote ambao tumesema